Mwanamke aliangusha kengele ya kale na ghafla kaburi lote likaanza kubadilika kwa njia ya ajabu. Mchanga uliokuwa juu ya jukwaa la mawe ulitetemeka na kuunda taswira ya fumbo. Mawimbi ya sauti yalipotoweka, jukwaa hilo la mawe lililokuwa na uzito wa makumi ya tani likaanza kuelea. Kwa kulisukuma kidogo tu, mwanamke huyo aliweza kuliondoa pembeni. Chini yake kulikuwa na jukwaa jingine la siri. Swichi iliyokuwa juu ya jukwaa hilo ilipowashwa, jukwaa likaanza kushuka taratibu. Walipofika chini, walikuta njia nyembamba iliyojaa maandishi ya ajabu na sanamu. Bahati mbaya, njia hiyo iliishia ukutani. Wakati hakuna aliyekuwa akijua la kufanya, waligundua kipande cha kaharabu ya kale ndani ya moja ya sanamu. Kaharabu hiyo iliingia kikamilifu kwenye sehemu maalum ya mlango wa jiwe uliokuwa karibu. Kwa mshangao wao, nyuma ya chumba hicho cha mawe kulikuwa na eneo jingine kubwa na tupu. Chemchemi ya ujana wa milele ilionekana kuwa chini ya shimo kubwa, lakini bila kamba za kupandia, kushuka huko kulionekana kuwa jambo lisilowezekana. Ghafla, mwanaume huyo aliona swichi iliyofanana kabisa na ile ya jukwaa la juu. Alipoigeuza, mwanga ulitokea kutoka juu na kuta zikaanza kubadilika. Taratibu zilianza kuota kutoka ukutani. Ndani ya sekunde chache, ngazi iliyoshuka hadi kwenye shimo hilo ilikuwa imekamilika. Kwa uangalifu mkubwa, walishuka hadi chini. Lakini walipohisi wamefika, ardhi ilianza kutikisika ghafla na kugawanyika katika sehemu 8 tofauti. Kila sehemu ilifungua ngazi yake iliyokuwa ikielekea kwenye chemchemi. Kwa tahadhari waliendelea kushuka na hatimaye wakaipata chemchemi ya ujana wa milele iliyokuwa ikizungumzwa kwa miaka mingi. Lakini kwa mshangao wao, haikuwa zaidi ya dimbwi dogo la maji. Hata hivyo, waliamini maji hayo yalikuwa na nguvu ambazo zilikuwa nje ya uelewa wa binadamu. Mwanaume mwenye nywele za blondi alimwamuru Jack awe wa kwanza kuyajaribu maji hayo ili kuona kama yangekuwa na madhara yoyote, lakini Jack alikataa. Ndipo mwanaume huyo akatoa bastola na kumpiga risasi mkononi akimlazimisha kufanya hivyo. Jack hakuwa na chaguo, ama anywe maji hayo ili aokoke au aendelee kuvuja damu hadi afe. Kwa tahadhari, Jack alisogea katikati ya dimbwi na kwa upole akachovya mkono wake ndani ya maji. Mara tu alipoyagusa, maji yakaanza kutoka kwenye nyufa za mawe na kwa haraka yakajaza sakafu nzima. Damu ya Matt ilipodondokea ndani ya dimbwi, maji yale yalionekana kupata uhai. Yaliitambua DNA yake na kuanza kumzunguka huku yakiponya jeraha lililokuwa mkononi. Mshtuko mkubwa wa umeme ulipita mwilini mwake. Akapoteza fahamu na kuanza kuelea juu ya dimbwi. Alipozinduka, alihisi kana kwamba alikuwa amepata nguvu zisizo na mipaka kama Mungu. Alipoona jambo hilo, mwanaume mwenye nywele za blondi akampiga tena risasi, lakini mwili wa Jack ulijiponya papo hapo.